timu ya Simba ni kumuhusu beki wao wakati Wilson Nangu. Tunakumbuka kwamba Wilson Nangu aliumia katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya goli 2-2. Wilson Nangu ni mchezaji tegemezi katika timu ya Simba. Tangu amefika alikuwa kuna mabeki ambao walikuwa ni wakina Shamu, lakini Nangu aliingia na kuchukua namba yake moja kwa moja. Tunakumbuka kabisa Nangu alitoka JKT Tanzania na watu wengi walizani pale Simba hataenda kupata namba kutokana katika mashindano ya chani alikuwa haanzi. Walikuwa wanaanza kina Mwamnyeto pamoja na Jobu, hivyo nafasi yake ilikuwa inaonekana ni ndogo katika timu ya Simba. Lakini tangu amejiunga na timu ya Simba amekuwa ni beki tegemezi wa timu ya Simba. Kwa hivi sasa amepata majeraha na majeraha yake hayajulikani mpaka hivi sasa lini atakuwa amerudi uwanjani. Na wana Simba wanakumbuka Shairi wana mechi kabisa tarehe 1 mwezi wa 3 dhidi ya Young Africa, hivyo wakikosa beki tegemezi kama Wilson Nangu wanajua wanaweza wakapata zahama kubwa dhidi ya kukabiliana na timu kama Yanga. Ni timu ambayo inafanya vizuri kwa hivi sasa katika soka la hapa nyumbani Tanzania. Lakini kukumbusha tu mdau wetu, usisahau kusubscribe katika page yetu ili wewe kwanza kupata habari za michezo na burudani. Je, Nangu kukosekana katika timu ya Simba inaweza ikawa ni pigo au wana Simba kwa sababu wameshasajili mabeki wengi ikiwemo Ismail Traore ambaye ametoka Stellenbosch ya pale South Africa. Hapa niko na mchambuzi wa michezo anakuja kutoa tathmini yake kuhusiana na majeraha ya Wilson Nangu. Je, itawakosti Simba au kwa sababu wamemeta beki mwingine wakati Ismail Traore atakuja kukava nafasi ya Wilson Nangu? Nangu kuumia pale Msimbazi imekuwa ni pigo kubwa sana kwa sababu Nangu ni mchezaji tegemezi sana ambaye anategemewa kinoma noma. Hata mwenyewe ukiangalia mechi iliyopita iliyofanya mpaka umie, alivyotoka yeye tu timu ilikopo inashambuliwa sana, alafu mpaka akaruhusu magoli mawili, ndio ujue Nangu ni mchezaji tegemezi sana katika klabu ya Msimbazi. Kwa hiyo Nangu kuumia itakosti sana Simba, itakosti sana kwa sababu ni mchezaji ambaye anajituma sana, alafu ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo pale Simba kwa kumkosa Nangu ni jambo lazima liwa kosti kwa sababu ni mchezaji anajituma na uwezo mkubwa sana. Alafu unajua kabisa tarehe 1 mwezi wa 3 wanacheza na Yanga Africa. Ukimkosa mtu kama Nangu ambaye anajua kukaba ni ngumu sana, unaikosti timu kwa sababu tunajua kabisa Nangu kipindi po JKT alimkaba Pacome Zouzoua pia na Max Zingeli alipokaba mpaka aliama namba, ndio ujue mchezaji huu ni tegemezi sana, alafu ana uwezo mkubwa sana. Pale Simba hakuna beki kama Nangu wa kumweka beki Nangu nje kwa sababu Nangu ni beki mzuri sana, alafu ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo unaona kabisa Simba kumkosa Nangu ni mistake kubwa sana, watakuja kuumia kwa sababu ukiangalia beki ambaye anaweza akakava namba ya Nangu ni ngumu sana kwa sababu Nangu ni wa kipekee, anacheza kipekee na ukabaji wa kipekee sana. Kwa hiyo naona kabisa Simba wataumia sana kwa kumpoteza Nangu kwa kipindi kwa kupata majeruhi kwa sababu hatujajua ana muda gani atakuja kukava karudi pale uwanjani. Lakini kuna watu wanasema kwamba katika timu ya Simba inawezekana kuna changamoto, labda watu wanapigana misumari. Tunakumbuka Hamza pia alikuwa anapiga beki wakati, lakini alipata majeraha, anatoka amepata majeraha, kwa hivi sasa amepona, lakini inaonekana akiwa anaanza katika timu ya Simba. Je, wewe tathmini yako ikoje? Labda Simba kuna vitu ambavyo wanafanya sio sahihi, labda tuseme wanapigana misumari, hii ni misemo ya Kiswahili, tuseme labda wanalogana, au wewe unaonaje? Pale Simba kukumongelea Hamza, kipindi Hamza anacheza anaaminika katika klabu ya Simba kuanza, Hamza alikopo ana mtu ambaye anaweza kusema anaweza kumpiga misumari kwa sababu ndio alikopo tegemezi yeye. Charabua yeye alikopo ni mtu ambaye anaingia mara chache, lakini siwezi kusema eti Hamza alikopo anarogwa na wachezaji wenzake, hapana. Beki ni namba ngumu sana, lazima ujitume, utumie nguvu nyingi sana. Ukijikosti kidogo lazima utapata majeraha kwa sababu ni namba ambayo unatakiwa ukawe sana, utumie nguvu nyingi sana. Kwa hiyo namba wanaocheza Nangu pia ni sio ya kuroga kwa sababu yupo peke yake, sijaona mtu akumroga. Tukisema kuna mbongo mwenzake ambaye anacheza naye, tukisema namba anagombaniana wanarogana utupanda misumari, tuseme kama Shabalala yuko Simba, tuseme anaroga wachezaji wenzake, hiyo ni sawa kwa sababu ni wachezaji ambaye walikuwa wanagombaniana namba wote ni wazawa. Kwa hiyo naona pale Nangu kurogwa pale kupata majeraha, hapana. Anatumia nguvu nyingi sana kukaba kwa sababu upande ambao uko Nangu uko unatumika sana, na niko tunajua kabisa Rusheni ndo anamtuma Nangu akamalize. Kwa hiyo kuumia kwa mchezaji ni jambo la kawaida kwa sababu ni binadamu.
Kwa hiyo sijaona kama pale itakuwa ni kurogana, itakuwa tu ni mistake ndogo ndogo za kuumia, hivyo tunavyoona mimi pale. Kabla Nangu hajaja Simba, kuna maneno mengi watu walikuwa wanazungumza kuona kama uwezo wake pengine ni mdogo, hastahili kuja katika timu ya Simba, lakini toka amefika katika timu ya Simba ameonyesha kwamba yeye ni beki wa namna gani. Ni beki ambaye mpaka hivi sasa wana Simba wanamtegemea na wana imani kwamba Wilson Nangu ni mtu ambaye anaweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi, kwa sababu ni beki mzuri, ni beki ambaye anapiga kazi, ni beki ambaye muda mwingi uwanjani anajituma. Lakini kuna watu wanasema mambo mengi kuhusiana na Nangu, kutokana na Nangu bwana akiwa JKT Tanzania alikuwa anafanya kazi nzuri. Kama unakumbuka JKT Tanzania na Yanga, katika kumbukumbu toka Yanga imekutana na JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Yanga hajawahi kushinda mechi hata moja. Zaidi ya mechi hizo zote zinaisha sare, na uhodari wa Wilson Nangu pamoja na golikipa Yakubu ambao wote wametumia katika timu ya Simba walikuwa wanafanya kazi nzuri ambayo imefanya Yanga mpaka hivi sasa hajawahi kushinda katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Je, unamzungumziaje Nangu alivyokuwa na JKT? Ulizani kwamba Nangu kwa kiwango chake anaweza kucheza katika timu ya Simba? Nangu, narudia tena, Nangu alionyesha uwezo tuangie yupo JKT, kwa sababu mechi ambayo aliyofanya ongelewe sana Nangu ni ile ya Yanga kwa kumkaba Pacome. Pacome ni tunajua ni mchezaji hatari sana, lakini alifanya lile jambo la kumkaba mpaka walibadilishana namba na Max Zengeli, na bado aliwadhibiti wote. Ndio kipindi alitengeneza jina Nangu, ndio ikafanya mpaka asajiliwe na Simba. Kwa hiyo Nangu ni mchezaji mzuri sana ambaye anaweza sana mpira, anajua sana, anajituma na sio mwongeaji sana akiwa uwanjani. Kwa hiyo naona kwa kumkosa Nangu Simba itawakosti sana, kwa sababu ameumia wakati mbaya sana, ameumia wakati Simba wanamhitaji, kwa sababu kuna mechi ngumu mbeleni. Tunajua kabisa anacheza na mtani wa jadi tarehe 1 mwezi wa 3, alafu na tunajua kabisa amepoteza sana kwa Yanga Simba. Kwa hiyo unavyoona kabisa Simba itamkosti sana kwa kumkosa Nangu, kwa sababu beki ambaye yupo sasa hivi aliosajiliwa kukava kama Nangu ni ngumu sana, kwa sababu ni beki mpya bado hajajulia Simba kivile. Kwa hiyo naona mimi Simba itawakosti kinamna fulani kwa kumkosa Nangu. Lakini kuna wachambuzi wengi wanamzungumzia Wilson Nangu, anasema Wilson Nangu ni beki mzuri, ni beki ambaye ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa katika kukaba na katika kujilinda katika timu yake ya Simba. Hivyo wana Simba wengi wanampa imani Wilson Nangu na wanaamini kwamba Wilson Nangu ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaisaidia timu ya Simba. Hivyo wanatamani arudi mapema. Wana Simba wengi wanapiga dua zao, wanafanya maombi ili beki wao arudi. Lakini nakukumbusha tu mdau wangu, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani. Kila siku utakuwa umetisha kinoma noma.